Bana, karibu sana mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Bio Media. Hapana shaka uko bomba kabisa, lakini kwa upande wangu pia mimi niko swadakta kabisa. Karibu tuangazie taarifa kibao ambazo leo tuko nazo kwa ajili ya kuhakikisha basi unahabarika kwa namna moja ama nyingine. Leo tuko na taarifa ambayo Whozu amemjibu Bidada Mange na mama yake Wema kuhusu penzi lake kwa Wema. Siwezi kumwacha sababu ya mama yake kanitoa mbali. Sasa taarifa ziwafikie. Na story iko vipi? Nikuulize kwanza, umesubscribe kama bado? Basi gusa alama kengele alafu nikusanue. Msanii maarufu wa muziki wa Bongo Flava, hapa tuko tunamzungumzia Whozu bwana, ameweza kufunguka kwa kina kabisa kuhusu uhusiano wake wa kimapenzi na mrembo maarufu pia wa filamu na mitindo Bidada Wema Sepetu, akieleza kuwa mahusiano hayo yamekuwa na mchango mkubwa katika kukuza maisha yake pamoja na kazi yake kwa sehemu kubwa sana. Na ameweza kuzungumza na chombo kimojawapo cha habari bwana mkubwa Whozu, na kusema kuwa na mahusiano na Wema kumletea mabadiliko chanya, yameweza kumletea mabadiliko chanya hasa kutokana na umaarufu mkubwa ambao alionao malkia huyo wa tasnia ya burudani nchini Tanzania. Lakini kuwa na mahusiano na Wema Sepetu pia kumenisogeza sana. Haya alikuwa ni maneno ya star Whozu. Anasema ni star wa filamu kwa muda mrefu na hata kwenye mambo ya urembo pia anaheshimika. Mimi nilikuwa najulikana, lakini nilipokutana na Wema kuna vitu viliweza kuongezeka zaidi katika maisha yangu. Alisema hayo bwana mkubwa Whozu, tena kwa kujiamini kwa kiwango cha hali ya juu kabisa. Anasema sasa mujibu wa Whozu ni kwamba licha ya kuwa na jina katikati ya muziki wake, uhusiano na Wema pia uliweza kumfungulia milango mingi ya kiusanii pamoja na kijamii pia, hasa kutokana na ushawishi ambao yuko nao mrembo Bidada Wema Sepetu kwenye vyombo vya habari pamoja na mitandao ya kijamii. Katika mahojiano hayo bwana, msanii huyo pia bwana mkubwa Whozu alikanusha vikali mno madai yaliyoenea kwenye mitandao kuwa huathirika kupitia kiasi ama kila anapotengana na Wema, hadi kufikia hatua ya kulia tu yeye mwenyewe na kushindwa kula. Hilo lilikanusha, and then alicheka fulani hivi, anasema wewe hivi vitu nani amekwambia? Alimuuliza sasa mwandishi wa habari ambaye aliweza kumuuliza hilo swali kwamba eti anapoachana na Wema huwa anakuwa wakulia peke yake na mambo kama hayo. Akaweza kumuuliza mwandishi, hiki kitu umekitoa wapi? Akasema hakuna kitu kama hicho bana. Sasa kwa nini nilie jamani? Ila huwa anakosa raha tu kwa sababu ni mtu ambaye nimeshamzoea, nimezoeana naye kwa kila kitu yani, halafu mnakuja kutengana tena kwa vitu vya uongo tu. Hii ni kawaida, huwezi kufurahia kuachana na mtu unayempenda, alijibu Whozu. Ile maneno ya watu ambayo imekuwa ikienea kwamba akiachana na Wema basi huwa anakuwa mtu wa kulialia mara kwa mara, anashindwa kula, anashindwa kufanya mambo yake. Akaweza kujibu hilo na kuweka wazi kwamba huwa anakosa tu raha, lakini kwenye masuala kwamba analia ovyo, hiyo sio ya kweli. Na Wema Sepetu mbaye aliwahi kuwa Miss Tanzania kwa mwaka 2006, amekuwa gumzo sana kwa miaka mingi kutokana na uhusiano wake na mastaa mbalimbali pamoja na mchango wake mkubwa sana katika filamu pamoja na mitindo. Mahusiano yake na bwana mkubwa Whozu yamekuwa yakivutia sana hisia tofauti kutoka kwa mashabiki wa burudani katika nchi ya Tanzania. Hadi sasa wawili hao wamekuwa na uhusiano wa kurudiana huku wakijitahidi kuweka katika mipaka ya faragha licha umaarufu wao kuwa lazimu kuwa kwenye macho ya umma mara kwa mara. Yote haya ambayo Whozu ameyaweka wazi kutokana na mama mzazi wa Bidada Wema kuonyesha mara kadhaa kwamba hamtaki Whozu awe kwenye mahusiano na mwanae. Lakini pia Mange alishawahi kumshauri Wema mara kibao kuwa kitendo cha kuwa na mahusiano na Whozu ni kama kujipotezea time hivi, ni bora angetafuta mwanaume wa maana ili waanzishe maisha yao. Huenda Whozu ameamua tu kukaa na Wema kwa sababu ya vitu vyake ambavyo anavijua mwenyewe. Lakini Wema tunaona wanapendana na Whozu, na Whozu ameamua kukata utepe sasa na kuamua kumjibu mama yake Wema, lakini pia Bidada Mange kuwa Wema ametoka naye mbali. Kwa hiyo kwa mujibu wa haya ambayo ameweza kuyaongea Whozu, ni dhahiri shahiri inaonyesha tu kuwa
hajali wala kumsikiliza mama yake Wema, na ndio maana mpaka sasa yuko na Wema kwenye uhusiano wa kimapenzi, japo wanaachana sometimes lakini pia wanarudiana. Lakini mashabiki wamemshauri Rose kuwa kama yupo serious na Wema, ni bora kumtolea mahari ili aweze kumuoa kabisa kuliko hivi ambavyo anafanya. Inawezekana ndio maana pia mama yake Wema anahisi kuwa anamchezea tu mtoto wake, hana malengo na yeye. Pengine nini maoni yako kuhusiana ana hili ambazo tumeweza kukusogezea siku hii ya leo? Tulikuwa tunasubiri kwa hamu sana Whozu kujibu mashambulizi ambayo yametrend kwa muda mrefu juu ya Wema kukatazwa na mama yake kuendelea kuwa naye kwenye mahusiano, lakini pia watu mbalimbali ikiwepo Manga wameweza kumpiga pia bidada Wema stop ya kuendelea kuwa na Whozu kwenye mahusiano ya kimapenzi, wakisema kwamba Whozu inawezekana yuko naye kwa maslahi yake binafsi na mambo kibao kama hayo. Pengine wewe unafikiri maoni yako ni yapi kuhusiana na hili, mpenzi mfuatiliaji wa channel yetu ya Bayo Media? Kweli Wema na Whozu wataachana kisa mama yake Wema? Na je, ni kweli anachokifanya Whozu kwa Wema ni kizuri cha kuwa naye bila kujitambulisha kwa kina? Wema baada ya kudondosha kwenye comment hapo maoni yako, mtaweza kupita nayo next video nzuri kabisa. I hope umeweza kuenjoy na uendelee kusalia nasi na kuendelea kusubscribe.